Ramadhani inaingia, safisha moyo wako ndugu yangu Muislamu. Toa kwenye moyo wako hikdi na chuki na hasad. Patana na uliokosana naye, leta islahi na mliokosana, msamehe aliyekosea, na wewe uliyekosea omba msamaha ili uingie katika mwezi huu upate ghanima. Vipi wewe wataka Allah kusamehe, wewe hutaki kusamehe aliyekosea? Abu Bakar radhiallahu anhu, ilipotoka ile habari ya Aisha radhiallahu anha kwamba amefanya kile hadithi al-ifki, mazungumzo au hadithi ya urongo, maneno ya urongo, kwamba Aisha radhiallahu anha kazini, mmoja katika wale alikuwa akisambaza uvumi ule ni Mistah. Kila kitu chake yuafanywa na Abu Bakar radhiallahu anhu. Mtu anemlisha, anemwangalia kila kitu, yeye ndio anesambaza uvumi wa binti yake Aisha. Abu Bakar radhiallahu anhu aliposikia hii jambo kibinadamu akakasirika, akawa ni mwenye hasira sana. Yani Mistah kila kitu chake, jambo lake ni kwangu, leo yueneza uvumi huu kuhusu Aisha, basi mimi kuanzia leo basi mimi na yeye Mistah ibn Uthatha. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya, wala ya'tali ulul fadli minkum wasaa, wasiape, wasitie viapo wale ambao kwamba Allah amewapa neema, Allah amewakunjulia kwenye maisha yao, kutowasaidia wale walio karibu, wale walio maskini, wale walio muhajirina, wale ambao kwamba wanastahili kusaidiwa. Wasitie viapo kwamba hatasaidia. Waliafu, wafanyeje? Waliyasfahu, ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Abubakar radhiallahu anhu alilia sana alipoteremka aya hii. Wala msitie viapo mkasema basi mimi na fulani. Waliafu, sameheni. Waliyasfahu, sameheni tena mtupilie mbali. Kuna kusamehe ukasema bado nalo, la. Waliafu, samehe. Waliyasfahu, tupilia mbali. Hata kama kuna siku mtakosana usembe wakumbuka mwaka fulani, la, ulisamehe, mbona waregesha? Samehe. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, hivi nyinyi hamupendi Allah wasamehe? Abubakar ambiwa hiyo maneno hayo yameteremka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yuuliza hamupendi Allah nyinyi wasamehe? Abubakar asema napenda mimi Allah nisamehe, kuanzia leo Mistah ibn Uthatha nimemsamehe na nitamsaidia mara 2 ya vile nilivyokuwa nikimsaidia. Angalia watu walivyokuwa wakiathirika na Qur'an, watu walikuwa wakijipamba na sifa ya kusamehe. Wewe nani ndugu yangu Muislamu? Amfanya kosa gani ndugu yako Muislamu? Au amfanya nini hasa huo mkeo au mwanao au jamaa yako huwezi kumsamehe? Twapanga safu moja msikitini, lakini roho zetu ziko tofauti. Twahirisha nyoyo zetu kama tunavyopanga safu zetu. Pale safu unapoambiwa songeza mguu, basi na moyo wako huna kitu. Toa hikdi, toa chuki, toa hasira, uingie katika mwezi mtukufu wa Ramadhani upate ghanima. Uwe katika moyo safi. Tusameheane ndugu zangu Waislamu. Hakuna aliodhiwa kama alivyodhiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yuko nani aliodhiwa kama alivyodhiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Watu walivyomfanya watu wa Makka, kumtoa, kumpiga, kutaka kumuua, kumwekea uchafu akisali, lakini siku alipoitoka Makka alisemaje? Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum. Watu wote vitwa viko chini, wale makureish, wale mushrikina wa Makka vitwa viko chini. Rasulullah shaichukua Makka, ambaye leo madhani nitawafanya nini? Watu wote wameinama chini, akaambia nendeni na wasamehe. Wakasema maneno mazuri, akhun karim, wakimsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mtoto wa ndugu yetu mkarim. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambia nendeni kuanzia leo na wasamehe.